Asubuhi njema kwako mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kusikiliza taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina ni Ite Eloge Lulonga na nikukaribisha tena kufuata taarifa zetu za asubuhi ya leo. Na katika taarifa zetu za asubuhi ya leo utapata kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kongo Mashariki. Na vile vile katika taarifa zetu za asubuhi ya leo utapata kusikiliza mahojiano ya Corneille Nangaa ambaye alitoa maoni yake baada ya kurejea kwa wajumbe wa AFC M23 kutoka Doha, Qatar. Wajumbe wao ambao waliongozwa na Benjamin Mbonanipa, mmoja makatibu wakuu wa vuguvugu hilo la M23. Vile vile Corneille Nangaa amevunja ukimya wake na kueleza mazungumzo yao ya Doha ambayo yalichukua zidi ya siku 30. Basi mengi ni katika taarifa zetu za asubuhi ya leo, na kuomba tu kitu kimoja mpenzi msikilizaji, hakikisha unakuwa na sisi mwanzo hadi mwisho. Na nikumbushe tu kama ndo mara kwanza unatizama unasikiliza habari zetu kupitia mtandao huu, basi nakuomba kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha niendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nimekuambia langu jina ni Ite Eloge Lulonga. Ijumaa, Juni 6, wanajeshi wa jeshi la ulinzi la watu wa Uganda, UPDF, walitumwa katika kijiji cha Sabe, kilomita 7 kutoka kituo cha biashara cha Chomia, kilichoko kwenye mwambao wa Ziwa Albert katika jimbo la Ituri. Kutumwa kwa wanajeshi wa UPDF kwatoa matumaini mapya Ituri. Kutumwa kwa wanajeshi hao ni sehemu ya operesheni za pamoja zinazoendelea kati ya vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, na UPDF. Hatua hii imeleta matumaini makubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wamekuwa wakikumbana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa kundi la silaha la Convention for the Popular Revolution CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga. Wanajeshi wa Uganda waliwasili Chomia muda mfupi kabla ya adhuhuri, wakisafirishwa na malori, magari ya dharura na magari ya kivita yaliyobeba vifaa vizito vya kijeshi. Waliongozana na wanajeshi wa Kongo hadi Sahibe, eneo ambalo usalama wake umekuwa ukivurugwa na harakati za makundi yenye silaha. Operesheni za pamoja za FARDC-UPDF dhidi ya vikundi vyenye silaha kwa wakazi wa Chomia na maeneo jirani. Kuwasili kwa wanajeshi hao wa Uganda kumepokewa kwa furaha. Wengi wamepongeza mpango huu, wakitumaini kwamba utamaliza mashambulizi ya mara kwa mara ya CRP na unyanyasaji dhidi ya raia. Mkazi mmoja alishuhudia akisema, "Tunakaribisha ujio wao kwa sababu tunateseka kila wakati. Watu wanalazimika kukimbia kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ikiwa usalama utarejeshwa, nadhani pia tutakomesha unyanyasaji. Ikiwa watakomesha uporaji wa mali za watu na vitisho, basi tutawashukuru sana." Msemaji wa FARDC mjini Ituri, Luteni Jules Ngongo, alisisitiza kuwa kutumwa huku ni sehemu ya juhudi za pamoja kati ya majeshi ya Kongo na Uganda kupambana na makundi yenye silaha yanayoeneza ugaidi katika eneo hilo. Pia aliwataka wakazi kutokubali uvumi na taarifa za uongo kuhusu uwepo wa vikosi vya Uganda. Vikosi rafiki vilikaribishwa walipowasili katika eneo hilo na askari wa FARDC, alisema Luteni Ngongo. Kundi la manaibu wa kitaifa na mkoa kutoka Kivu walitoa shutuma kali dhidi ya kile wanachokiita kampeni ya kashfa inayowalenga wapiganaji wa wazalendo. Manaibu hao wanasema kampeni hiyo inalenga kuwadharau wapiganaji hao wanaoiunga mkono FARDC katika vita dhidi ya kundi la waasi la M23. Wabunge hao walieleza kuwa wazalendo wanawasilishwa kimakosa kama tishio kwa utulivu wa mashariki mwa nchi, na wakakosoa ripoti iliyochapishwa na taasisi ya utafiti ya Ebuteli wakidai inachangia kampeni hii ya kashfa. Manaibu Kamundu Batundi Didier, Ndaishimie Justin, Muhozi Ngaruye Emmanuel na Kamuntu Kashali ambao ni wasemaji wa wazalendo walifafanua kuwa tangu mwanzo wa Mei 2025 wapiganaji wa wazalendo wamekuwa wakilengwa na kampeni ya uhalifu wa kitaifa na kimataifa. Kulingana nao, kampeni hii inalenga kudhoofisha jukumu lao katika upinzani dhidi ya M23 na wafuasi wake wa Rwanda
na pia kudhoofisha mchango wa makundi haya yenye silaha katika kutetea uhuru wa taifa. Muhoozi Ngaruye Emmanuel, ambaye ni naibu wa jimbo la Rutshuru huko Kivu Kaskazini, alisisitiza umuhimu wa wazalendo katika kupambana na kile alichokiita mradi wa uwekaji Balkan wa DRC. Alikumbusha jinsi wazalendo wamefanikiwa kupinga majaribio ya kuyumbisha nchi tangu kuibuka tena kwa M23. Alisema, kwa miaka mitatu hadi siku hiyo tuliwazuia na kufunga barabara kwa kuthibitisha kikamilifu uwezo wetu wa kupigana, uthabiti wetu wa hali ya juu na upendo wetu kwa nchi yetu. Manaibu hao kutoka majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini walimuomba Rais Tshisekedi aendelee kuwaunga mkono wazalendo ambao wanawaelezea kama walinzi wa mamlaka ya kitaifa. Pia walionya dhidi ya nadharia zinazoendelezwa na baadhi ya watu wa karibu na mkuu wa nchi, wakidai wanataka kuwavunjia heshima wazalendo. Walisema, wale wanaokuzunguka ambao wanaendeleza nadharia ambazo lazima utuondoe sisi wazalendo, hawakupendi na hawapendi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muhoozi Ngaruye pia alitoa wito wa kuwa macho licha ya mazungumzo yanayoendelea huko Washington na Doha, akisema kuwa waasi na wafuasi wao huko Kigali hawajakata tamaa katika mradi wao. Aliongeza, kwa sababu risasi zinaonekana kukatika haimaanishi kwamba vita vimekwisha. Wakati tunaunga mkono hatua zako huko Washington na Qatar, wewe na sisi lazima tuwe macho kama walinzi wa kweli. Hatimaye, viongozi hawa waliochaguliwa walimwomba mkuu wa nchi kuwapatia wazalendo rasilimali zinazofaa ili waweze kuendeleza utume wao, huku wakionyesha masikitiko yao juu ya mazingira magumu wanayofanya kazi wapiganaji hao. Walihitimisha kwa kusema, tafadhali amuru mamlaka zinazohusika zitupe njia zinazohitajika ili tuweze kutekeleza jukumu letu kama walinzi, kwa sababu tunakufa kwa njaa. Baada ya mazungumzo ya siri, Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa Alliance Fleuve Congo, AFC, Corneille Nangaa, amevunja ukimya wake huku kukiwa na hali ya sintofahamu kufuatia kurejea kwa ujumbe wa kundi hilo kutoka Doha, Qatar. Ujumbe huo uliongozwa na Benjamin Mbonimpa, mmoja wa makatibu wakuu wa Alliance Fleuve Congo M23, umerejea Goma mapema wiki hii baada ya zaidi ya siku 30 za mazungumzo ya siri na wajumbe wa serikali ya Kinshasa. Maelezo kamili yaliyojiri katika mazungumzo hayo ya Doha bado hayajawekwa wazi kwa umma, na pande zote mbili zimesalia kimya kuhusu matokeo yake. Hata hivyo, vyanzo vya habari vinaripoti kuwa mazungumzo hayo yalikwama kutokana na kutofikiwa kwa makubaliano kuhusu masuala muhimu, hasa yale yanayohusu hatua za kujenga imani baina ya pande hizo mbili. Inaarifiwa kuwa AFC M23 ilitakiwa kuondoa wapiganaji wake kutoka baadhi ya maeneo inayoyadhibiti kama ishara ya nia njema. Hata hivyo, muungano huo unadai kuwa serikali ya Kinshasa na makundi ya wanamgambo wanaoiunga mkono, kama vile wazalendo, yaliendeleza uchokozi, hali iliyodhoofisha mazingira ya mazungumzo. Aidha, kuna taarifa kwamba AFC M23 haikuridhishwa na rasimu ya makubaliano ya amani iliyopendekezwa na wasuluhishi wa Qatar, wakihisi kuwa iliegemea upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kurejea kwa ujumbe huo Goma bila makubaliano yoyote kumetilia shaka mustakabali wa mchakato wa amani na kuzua hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo la mashariki mwa Kongo. Corneille Nangaa, ambaye ni rais wa zamani wa tume huru ya uchaguzi CENI, amekuwa akiongoza muungano wa AFC ambao M23 ni sehemu yake kuu katika harakati za kupambana na serikali ya Rais Tshisekedi. Katika mahojiano ya hivi karibuni kabla ya mazungumzo ya Doha, Nangaa alieleza sababu za mapambano yao kuwa ni pamoja na kile alichokitaja kama utawala mbovu na udhaifu wa serikali ya Kinshasa. Hali ya sasa inaashiria kipindi kigumu katika jitihada za kutafuta suluhu la kudumu kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi, huku raia wakiendelea kuwa wahanga wakuu wa ghasia na ukosefu wa utulivu. Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha c'est un processus que nous avons salué, que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser la solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation.
De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikale. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo. Et bien entendu, les FARDC. Il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, les Congo libérés aujourd'hui, c'est les Congo libres. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés, tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Les évêques de la Cinco et ainsi que ceux de l'ECC, ils ont béni cette terre. Le président Joseph Kabila, en dépit de son statut, il est parmi ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Il est donc venu, et il ne nous a pas rejoints, je dis nous l'avons accueilli parce qu'il est venu dans son pays. Je voudrais préciser que habari za hivi punde kutoka jimbo la Kivu Kusini zinaarifu kuhusu mapigano makali yaliyozuka kati ya wanamgambo wa Wazalendo na waasi wa M23 na kusababisha athari kubwa kwa raia. Mabingu, eneo la mapigano makali. Jioni Alhamisi Juni 5, 2025, mapigano makali yalizuka katika kijiji cha Mabingu kilichopo kwenye mpaka wa maeneo ya Kabare na Kalehe. Mapigano haya yaliyoanza tangu Jumatano Juni 4 yalifikia kilele wakati wapiganaji wa Wazalendo waliposhambulia na kufanikiwa kuwafurusha waasi wa M23 kutoka nafasi zao walizokuwa wamekalia kwa takriban siku 10. Milio ya risasi ilisambaa hadi kwenye vijiji vya jirani vya Murangu, Chirimiro na maeneo ya Kachikauma na Mushunguti katika eneo la Buhavu. Athari kwa raia na vitendo vya M23. Kufuatia kushindwa kwao huko Mabingu, waasi wa M23 wanaripotiwa kufanya mashambulizi na ukamataji wa kiholela dhidi ya wanaume karibu na hifadhi ya taifa ya Kahuzi Biega, wakiwatuhumu kuwa ni wapiganaji wa Wazalendo. Mashirika ya haki za binadamu yanaripoti kuwa mapigano hayo yamesababisha kifo cha raia mmoja na kujeruhi vibaya watu wawili, mwanamke na msichana mwenye umri wa miaka 11. Mapigano zaidi na kuhama kwa watu. Wakati huo huo, operesheni nyingine ya M23 ilifanyika kwenye mhimili wa Kasheke katika eneo la Kalehe, ambapo milio ya risasi ilisikika usiku wa kuamkia Alhamisi. Kutokana na kuongezeka kwa mapigano na ukatili, wakazi wa eneo la Mbinga Sudi, hasa kutoka vijiji vya Chofi, Kasheke na Luzira, wamekimbia makazi yao. Wengi wamekimbilia maeneo wanayoyaona kuwa salama zaidi, ikiwemo kisiwa cha Ijwi Kajuchu na visiwa vidogo vya Ihoka na Ishovu. Hali hii imeongeza idadi ya wakimbizi wa ndani katika jimbo hilo. Acha niseme asante sana kwako wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info ambao ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo kabisa ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025. Langu jina ni Iteloje Lulonga na tukikutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unatazama na kusikiliza habari zetu kupitia mtandao huu, na kuomba kufanya kitu kimoja tu, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha niseme asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na zenye ukweli na uhakika kabisa, tena kwa muda mwafaka. Basi nikwambie Kivu News Info ndo kisima pekee cha habari na burudani.